hakuna kama wewe Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Hakuna kama wewe Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Mungu wetu, Yehova mwanzo tena mwisho, Baba wetu wa milele, hakuna kama wewe. Baba wa mbinguni, na kama wewe wa mbinguni, hakuna kama wewe. Mungu wetu wauweza, amina nani kama wewe. Ni mwanzo tena mwisho wetu, hakuna kama wewe. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Baba wa mbinguni, ni nani kama wewe? Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Tunakuabudu, Yahweh, pokea sifa, maana wewe muweza yote, hakuna Mungu kama wewe. mbinguni, hakuna kama wewe. We love you, Jesus. Hakuna Mungu kama wewe, Baba wa mbinguni.
Hakuna kama wewe Baba wa mbinguni. Hakuna kama wewe Baba muweza yote, hakuna kama wewe Baba wa mbinguni, hakuna Mungu kama wewe Baba wa mbinguni. Hakuna kama wewe Baba wa mbinguni. Hakuna kama wewe wa mbinguni, oh Baba wa mbinguni. Hakuna kama wewe Baba wa mbinguni. Hakuna kama wewe. Ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, Ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana. We love you, Jesus. We adore you, King of Glory. You are awesome. You are marvelous. Oh Lord, move in our midst. Move in our midst, King of Glory. Have your way, mighty Redeemer. Jesus, you are awesome. Hallelujah. Ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana. Mchungaji mwema, ni wewe, ni wewe Bwana, Ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana. Lord, we love you, Jesus. ni wewe Bwana, Ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana. mwanzo tena mwisho wetu ni wewe, ni wewe Bwana, Ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana. Alfa na Omega, ni We love you, Jesus. hatuna mwingine, Ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana. Masiya tumaini letu Baba, ni wewe, Ni wewe, ni ni wewe wewe, Yahweh, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana. ni wewe, kimbilio letu Baba, ni wewe, tunakupenda, Ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana. ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, Ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana. Masiya twaja mbele zako, ni wewe, nena nasi Baba, Ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, Jehova, ni wewe Bwana. kimbilio letu Yahweh, ni wewe, Lord, we love you, Jesus. ni wewe Bwana, There's none like you. Oh, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana. ni wewe Bwana Yesu, ni wewe, ni wewe Bwana, Oh, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana. Oh, we love you, Father, we love you. We thank you, Jesus, for the gift of life. Thank you, Lord, for this protection, Lord. Thank you, Lord, for the provision. Lord, we are here ready for the bread of life.
The Bible says no man can live by bread alone, but by every word that proceeds from your mouth, O King of glory. Lord, that's why we are here. Lord, we are here ready to hear from you, Lord. May you have your way in our midst, Lord. May you move, Lord, in this place. Lord, may you move greatly in our lives. Lord, I pray for transformation. I pray, Lord Jesus, for protection. May you cover us during this juncture, Lord. May you protect our family, our children, Lord, King of glory. We thank you, Jesus. Have your way, Lord. I commit even the program and you one. I commit everyone, Lord, in this place. May you cover us with your precious blood. As we start our program, Lord, King of glory, may you use us as your vessel. For all we ask, believing and trusting in Jesus' name, we pray. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord once more. Amen. This is the wonderful day that the Lord has given us. We will rejoice and be glad. Amen. Amen. Now let's turn to our hymnal books. Page 34. Page 34, song number 267. Page 34, song number 267. Awesome. Come ye sinners lost and hopeless to sing. Come ye sinners lost and hopeless, Jesus' blood can make you free. For he saved the worst among you. When he saved the wretch like me. And I know, yes I know, Jesus' blood can make the vilest sinners clean. And I know, yes I know, Jesus' blood can make the vilest sinners clean. To the faint he giveth power, to the mountains flakes away. Findeth water in the desert, turns the mud to golden day. And I know, yes I know, Jesus' blood can make the vilest sinners clean. And I know, yes I know, Jesus' blood can make the vilest sinners clean. In temptation he is near thee, holds the power of hell at bay, guides you to the path of safety, gives you grace for every day. Yes, I know, yes, I know, Jesus' blood can make the vilest sinners clean. And I know, yes, I know, Jesus' blood can make the sinless sinners clean. He will keep thee while the ages roll throughout eternity. The Athens and the rages all must work for good to thee. And I know, yes I know, Jesus does make us sinners clean. And I know, yes I know,
Jesus that can make the sinners clean. And I know, Yes, I know. Jesus that can make the sinners clean. And I know, yes, I know. Jesus Christ can make the sinners clean. The next song is 47. Page 47, so number 308. I surrender all. Page 47, so number 308. I surrender all. oh, to Jesus I surrender. To sing. Oh, to Jesus I surrender. All to Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily live. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. I surrender, and at His feet I bow. Worldly pleasures all forsaken, take me, Jesus, take me now. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. I surrender. Make me Savior, holy Thine. Let me feel the Holy Spirit. Truly know that Thou art mine. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. I surrender. Lord, I give myself to Thee. Fill me with Thy love and power. Let Thy blessing fall on me. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. I surrender. Now I feel the sacred flame. Oh, the joy of full salvation. Glory, glory to His name. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. The next song, page 91, song number
number 439, page 91, song number 439, Count Your Blessings. Song number 439. When upon life's billows you are tempest tossed, when upon life's billows you are tempest tossed, when you are discouraged, thinking all is lost, count your many blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Are you ever burdened with the load of care? Does the crossing heavy you are called to bear? Count your many blessings and without reply, and you will keep singing as the days go by. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. When you look at others in their lands and found, in that Christ has promised you His wealth and throne, count your many blessings, let them never buy. Your reward in heaven, Lord, your hope on high. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. So amid the conflict, whether great or small, do not be disheartened, God is over all. Count your many blessings and just attend. Help and comfort give you to your journey's end. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Amen. Song number 22. Page 22, song number 143, Blessed Assurance. Page 22, song number 143, Blessed Assurance. Page 22, song number 143, Blessed Assurance. Blessed assurance, Jesus is mine. To sing. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a fortress, God's glory divine. Hero salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. Oh yes, this is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long.
perfect submission, perfect delight, visions of rapture, now burst on my side, angels descending, bring from above, echoes of mercy, whispers of love. Oh yes, this is my story, this is my song. Hallelujah, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. I in my Savior, my marvelous blessed, watching and praising, looking about, filled with His goodness, lost in His love. Oh yes, this is my story, this is my song praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song. Oh yes, praising my Savior all the day long. Oh yes, this is my story, this is my song. Hallelujah, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song. Praising my Savior all the day long. Amen. I welcome anyone who wants a word of encouragement or a song to sing. Welcome. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see. Beauty that made this high, adore you. Hope of my life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Hungry you came to the earth you created, love for our sake became one. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my Lord. You're altogether lovely,
altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know how much it costs to see my sin upon the cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon the cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon the cross. Upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Amen. Thank you. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord once more. Amen. So we are just going to sing our Kiswahili song. Be blessed. Wewe ni Mungu, mpasua bahari, haufananishwi na kitu kingine, haufananishwi na kitu kingine. Wewe ni Mungu, mtuliza mawimbi, haufananishwi na kitu kingine, haufananishwi na kitu kingine. Unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi kutoa. Haufananishwi na kitu kingine, haufananishwi na kitu kingine. Si mwepesi wa hasira, unaghairi mabaya, haufananishwi na kitu kingine, haufananishwi na kitu kingine. Mungu mwenye wivu, unatunza magano, haufananishwi na kitu kingine, haufananishwi na kitu kingine. Katikati ya dhahabu unakumbuka rehema, haufananishwi na kitu kingine, haufananishwi na kitu kingine, haufananishwi na kitu kingine, haufananishwi na kitu kingine. Before it comes, let's open our hymnals. Psalm 236, page 27. Page 27, Psalm 236. There is not a friend like the Lord Jesus. Not a friend like the lonely Jesus.
not one. Let's conceal our souls, ceases. No, not one. No, not one. Jesus knows all about our struggle. He will guide till the day is done. There is not a friend like the lowly Jesus. No, not one. No, not one. No friend like him is so high and lowly. No, not one. No, not one. And yet no friend is so meek and lowly. No, not one. No, not one. Jesus knows all about our struggle. He will die till the day is done. There is not a friend like the lowly Jesus. No, not one. No, not one. There is not an hour that he is not near us. No, not one. No, not one. No, not so dark, but his love can cheer us. No, not one. No, not one. Jesus knows all about our struggle. He will guide till the day is done. There is not a friend like the lowly Jesus. No, not one. No, not one. Did ever sin find his friend forsaking? No, not one. No, not one. Oh, she not find that the gold not taking. No, not one. No, not one. Jesus knows all about our struggle. He will guide till the day is done. There is not a friend like the lowly Jesus. No, not one. No, not one. Jesus knows all about our struggle. He will guide till the day is done. There is not a friend like the holy Jesus. No, not one. No, not one. Yeah, welcome back in the house of the Lord. Karibuni tena katika nyumba ya Bwana. This day is a special day. Hii ni siku ya kipekee. It's the day that the Lord has made. Siku ambayo Bwana amefanya. And we must rejoice and be glad in it. Na lazima tufurahie katika siku hii. Yes, surely. Hakika. We are blessed today to have our neighbors with us. Tumebarikiwa kuwa na majirani wetu nasi. And because of time, na kwa sababu ya muda, we will finish the session of preaching first. Tutaweza kumaliza mahubiri kwanza. And then at least we'll have a fellowship. Na kisha baadaye tutakuwa na ushirika. Of introduction and maybe share 1 or 2 minutes. Wa kushiriki katika dakika moja au mbili. But I want to express my appreciation. Lakini nataka nishukuru sana. It is something that has been done with our children. Kitu ambacho kimefanyika and kwa watoto we wetu. give them, we congratulate them for the work they have done. Hongera sana kwa kazi ambayo wamefanya. Surely children are wonderful preachers. Hakika watoto ni wahubiri wa ajabu. Hallelujah. Hallelujah. So we began reading the book of going through the parables of Jesus Christ last week. Tulianza wiki lililopita kwa katika ama kuongea kuhusu mifano ya Yesu Kristo. Yes, before we get into the word. Na kabla tujaingia katika neno. Yes, I always love talking about giving. Huwa ninapenda kuhusu kutoa. Yes, if you read Matthew 6:21.
Ukisoma Mathayo 6:21, yes, you are offering unto the Lord. matoleo yako kwa Bwana. Yes, for where your treasure is, Maana mahali roho yako iko, there will your heart be also. mahali hazina yako iko, hapo pia roho yako itakuwa. I always highlight 4 ways of giving. Huwa ninatoa njia 4 ya kutoa. We have got some scriptures that you can read at your own time. Na maandiko ambayo unaweza kujisomea. We have 1 Corinthians, na Korintho wa kwanza, Philippians, Filipi, yes, giving towards preachers. kutoa kwa ajili ya wahubiri. Then number 2, we have another category of giving, Ya pili kuna toa nyingine ya kutoa, which is for the poor saints or emergency, especially during this time. ambayo ni kwa ajili ya wale wenzetu ambao hawajiwezi, hasa katika You can read all this in the scripture. Unaweza kusoma haya maandiko yote. Then we have the third category of giving katika kiwango cha 3 is for orphans or widows. ni kwa ajili ya mayatima na wajane. Then we have other way of giving recorded in Acts chapter 4. Kisha njia nyingine ya kutoa ambayo imeandikwa katika Matendo ya Mitume. Yes, so whichever way you find possible for you, hivyo basi njia yoyote please let us do good to our brothers. tuweze kutenda wema kwa ajili. Let us live a life of giving. tuweze kuishi maisha You ya may kutoa. give to your preacher, your pastor. Tuweze kutoa kwa You ajili ya may Mungu give wako. to an orphan somewhere. Tuweze kutoa kwa You ajili may ya give, mahali. oh hallelujah. Hallelujah. But let us live a life of giving. Lakini tuishi maisha ya kutoa. Please, that's what has made me reach this far. Na hiyo ndio imenifanya kufika umbali huu. Yeah, because I live a life of giving. Maana ninaishi maisha ya kutoa. Because the Bible says, Biblia inasema love God mpende Mungu and love people. na ukawapende wengine. John 13 verse 34. Yohana 13:30. If we love one another, Inasema kwamba is when tukipendana mmoja kwa people mwingine, will know that we are his disciples indeed. hapo ndipo watu watajua sisi ni wanafunzi wake kweli kweli. Yes, it's not about you professing that you know I'm saved, I'm born again. Sio wewe No. kufikiria kutangaza kwamba umeokoka. John is writing Yohana anaandika in his first epistle chapter 4 verse 7. katika barua yake ya That kwanza 4 Beloved, ya kwamba wapende let us love one another, tukaweze kupenda because mmoja kwa mwingine. love is of God. Maana upendo ni wa Mungu. Anyone that loveth Yeyote apendaye is the one who is born again ndiye and is amezaliwa the one tena, who know God, na ndiye anamjua because Mungu. God is love. Maana Mungu ni upendo. I always welcome every session with that brief message. Huwa ninaongoza kila Let, kipindi na let me go to our parable of the day. wacha tufike katika somo letu Yeah. la mifano ya leo. Yes, welcome, because we are live, streaming live, so we have some other online followers. Maana tuko katika mtandao na kuna wale wanaotufuata kwenye mtandao. We thank God for everything. Tunashukuru Mungu kwa kila jambo. So today we want to talk about the wheat and the tares. You can see we are streaming there through the laptop. Na unaweza kutazama kwenye The laptop. wheat and the tares. Tunaongea kuhusu magugu na ngano. So you can see the wheat there. Na hivyo basi unaweza kuona kuna Yes, ngano and you can see also the tares. na pia unaweza kuona magugu. Yes, this is the story we are talking about. Hii ndiyo hadithi ambayo tunaongea. I love Bible stories. Huwa ninapenda historia ya Biblia. Yes, last week Wiki iliyopita I told you the meaning of a parable. niliweza kueleza nini maana ya A mfano. parable Mfano is an earthly story ni hadithi ya with a kiulimwengu heavenly meaning. ambayo inayo maana ya kibinguni. So when we are reading the parables of Jesus Christ, Hivyo basi tunaposoma mifano ya Yesu Kristo, you can see on the screen there tunaweza is kutazama hapo katika screen. we are about to talk about heaven and earth. Tunaongea kuhusu So mbingu a na parable na hivyo basi mfano is it's an heavenly story, ni historia ama hadithi ya mbinguni, but in a visible and understandable way. lakini imeelezwa katika njia inayoeleweka. In other words, it's an earthly story with an heavenly meaning. I'm sorry. Njia nyingine ni historia ya mbinguni inayo maana ya So, kimbinguni. We learned that not all people react to the word of the kingdom in the same way. Na tuliweza kuona katika masomo yetu wiki iliyopita kwamba sio wote waliweza kuitikia habari hiyo kwa njia sawa. Some with hard hearts Tulipata kwamba wengine walikuwa na mioyo migumu and dull ears na wengine masikio yao will not
not even allow the word time to germinate in their hearts. hata hawakuweza kuipatia neno muda ukaweza kukua katika roho zao. Others will receive the word, Wengine wangepokea neno, but either persecution or things in this world will render them fruitless. lakini mateso ama vitu vya ulimwengu vingeweza kufanya neno hilo lisizae matunda. Only those with good and noble hearts, Wale tu waliokuwa na mioyo misafi na moyo mzuri, who receive the word with patience ambao walipokea neno katika and keep it, unyenyekevu na will wakaiweka, bear the intended fruit in their lives. hayo ndio yataweza kuzaa matunda ambayo yanahitajika katika maisha yao. So let's go back to the Bible reading. Tusome katika maandiko Biblia zetu. Matthew chapter number 13, Mathayo 13 verse number 24 through to 30. mstari wa 24 hadi 30. Yes, the Bible says, Matthew 13, chapter 13, verse 24. Mathayo 13 Another parable he put forth to them, saying, akawatolea mfano mwingine akisema, the kingdom of heaven is like a man who sowed good seed in his field, but while men slept, his enemy came and sowed tares among the wheat and went his way. But when the grain had sprouted and produced a crop, then the tares also appeared. So the servants of the owner came and said to him, Sir, did you not sow good seed in your field? How then does it have tares? He said to them, An enemy has done this. The servants said to him, Do you want us then to go and gather them up? But he said, No, lest while you gather up the tares, you also uproot the wheat with them. Let both grow together until the harvest. And at the time of harvest, I will say to the reapers, First gather together the tares and bind them in bundles to burn them, but gather the wheat unto the barn. Mathayo 13 kuanzia 24 nasema, akawatolea mfano mwingine akisema, ufalme wa mbinguni umefanana na mtu aliyepanda mbegu njema katika konde lake, lakini watu walipolala, akaja adui yake akapanda magugu katikati ya ngano, akaenda zake. Baadaye majani ya ngano yalipomea na kuzaa, yakaonekana na magugu. Watumwa wa mwenye nyumba wakaenda wakamwambia, Bwana, hukupanda mbegu njema katika konde lako? Limepata wapi basi magugu? Akawaambia, adui ndiye aliyetenda hivi. Watumwa wakamwambia, basi wataka twende tukayakusanye? Akasema, la, msije mkakusanya magugu na kuzing'oa ngano pamoja nayo. Viacheni vyote vikue hata wakati wa mavuno, na wakati wa mavuno nitawaambia wavunao, yakusanyeni kwanza magugu, myafunge matita mkayachome, bali ngano ikusanyeni ghalani mwangu. So here we see the tares are to be gathered first. Hapa tunaona ya kwamba magugu ndio yalipaswa kusanywa and then bind them in bundles with a purpose to burn them. Na kusanywa ama kuwekwa katika matita, lengo ikiwa ni which are gathered into the barn. Lakini ngano inakusanywa ghalani. So clearly, na hivyo basi Jesus' purpose is to teach principles related to the kingdom of heaven. Lengo la Yesu ni kufunza vitu ambavyo vinaambatana na ufalme wa Mungu. Yes, Jesus is revealing the secret, the mystery of the kingdom. Anafunua siri ya ufalme. The kingdom of heaven is like. Akasema kwamba ufalme wa Mungu umefanana. Is like. Umefanana. If you read Matthew chapter 13 verse 36. Ukisoma Mathayo 13:36. Then Jesus sent the multitude away. Kisha Yesu akawaaga makutano. Then Jesus sent the multitude away. Yesu akawaaga makutano. And went into the house. Akaingia nyumbani. And his disciples came to him saying, wanafunzi wake wakamwendea wakasema, Explain to us the parable of the tares of the field.
tufafanulie mfano wa magugu ya kondeni. Because they wanted to know the meaning of this parable. Maana walitaka kujua maana ya mfano huu. Explain to us. Tufafanulie. Let's now jump to verse number 37 through to 43 and find the explanation of Jesus. Wacha tusome 37 mstari hadi Matthew chapter 13 verse 37 through to 43. Mathayo 13:37 hadi 43. Yes, the Bible says, Biblia inasema, he answered and said to them, akajibu akasema, he who sowed the good seed is the Son of Man. azipandaye zile mbegu njema ni mwana wa The Adamu. field is the world. Zile konde ni ulimwengu. The good seeds are the sons of the kingdom, Zile mbegu njema ni wana wa ufalme. but the tares are the sons of the wicked one. Na yale magugu ni wana wa yule mwovu. I want you to take note, the sons of the kingdom and the sons of the wicked one. Ningependa ukaweze kutazama So- kitu hapa, wana wa So wana we wa have ufalme. two categories of sons. Kuna We aina have mbili the ya wana. sons of the kingdom Na wana wa and we have the ufalme sons of the wicked one. na wana wa mwovu. So the enemy who sowed them is the devil. Na yule mwovu, yule So aliyepanda as ni ibilisi. the preachers are busy sowing right now during this time, Wahubiri wanashughulika kupanda hivi sasa. but the wicked one, the enemy, the devil, is also sowing. Yule mwovu adui shetani pia anapanda. He has got sons. Anao wana. The harvest is the end of the age, Mavuno ni mwisho wa dunia. and the reapers are the angels. Na wale wavunao ni malaika. Therefore, as the tares are gathered and burned in the fire, Basi kama vile magugu ya so it will be at the end of this age. ndivyo itakavyokuwa The katika Son of Man will send out his angels, Mwana wa Adamu atawatuma malaika and they will zake, gather out of his kingdom nao watakusanya kutoka katika ufalme all wake things that offend, machukizo yote, and those who practice na lawlessness, hao watendao maasi, and he will cast them into the furnace of fire. na kuwatupa katika tanuru There ya will moto. be wailing and gnashing of teeth. Ndiko kutakwako kilio na Then the kusaga. righteous will shine forth as the sun in the kingdom of their Father. Ndipo wenye haki watakapong'aa He kama jua who katika has ufalme wa Baba. ears to hear, let him hear. Mwenye masikio na asikie, Let him hear. na asikie. Hallelujah. Haleluya. May the Lord bless the reading. Mungu na bariki So, somo la. let me now explain this parable. Wacha nikaweza kueleza kidogo kuhusu mfano. Last week we explained the parable of the sower. Wiki iliyopita tuliweza kueleza ama kusoma kuhusu mfano wa He mpanzi. who sowed the good seed is the Son of Man. Yule apandaye mbegu njema ni Verse mwana wa number Adamu. 37. Mstari wa But 37. if you read Matthew chapter 4 verse 23, Lakini ukisoma Mathayo 4:23, the Bible says, Biblia inasema and Jesus went about all Galilee, ya kwamba Yesu alienda Galilaya kote teaching in their synagogues, akifundisha katika masinagogi preaching yao, the gospel of the kingdom, akihubiri injili ya and ufalme healing all kinds of na sickness kuyaponya aina and yote ya all magonjwa, kinds of disease aina yote ya among magonjwa the people. katikati ya Now watu. we are facing this COVID-19. Hivi sasa tunakumbana na hii Soon and very soon the government will be fed up and will let people go back to their activities. na hivi karibuni labda serikali I want to tell you, kuachilia watu. when Jesus went about all Galilee, Lakini nataka niwaeleze wakati Yesu he alienda was Galilaya kote, teaching in their synagogue one message, alikuwa akifundisha ujumbe the mmoja gospel katika of the sinagogi yao, kingdom. injili ya ufalme. We have the kingdom of darkness Tunayo ufalme wa and the giza kingdom of light. na ufalme wa nuru. So you must make a decision. Na hivyo basi lazima Which ufanye kingdom do you belong to? wewe ni wa ufalme gani? The field is explained here. Konde jinsi ambavyo The limeelezwa hapa. field is explained. The field is the world. Konde ndiyo ulimwengu. If you read verse number 38, Ukisoma mstari wa 38 you will find that the field is our world. utapata kwamba konde ni ulimwengu If wetu. you read Matthew chapter 28, Ukisoma Mathayo 28 verse number 18, mstari wa 18 the Bible says Biblia inasema that all the authority, ya kwamba mamlaka the yote power has been given to me. mamlaka yote nimepewa, All the power has been given to him. uweza wote nimepewa. If you read Ukisoma Matthew chapter number 28, Mathayo 28 verse 18, mstari wa 18 the Bible says Biblia inasema that
And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth. Yesu akaja kwao akasema nao akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. 1 Peter 3 verse 22. Petero wa kwanza 3:22. 1 Peter chapter 3 verse number 22. Petero, The Bible says, Who is gone into heaven? yule 3 verse 22. second. First. Yes, 3:22. Who is gone into heaven and is on the right hand of God? Angels and authorities and powers being made subject unto him. Naye yupo mkono wa kuume wa Mungu, amekwenda zake mbinguni, malaika na enzi na nguvu zikiisha kutiishwa chini yake. So let me start with the good seed. Wacha nianze na mbegu njema. The good seed here is the wheat. Mbegu njema hapa ni ngano. The good seed is the wheat. Mbegu njema hapa ni ngano. So the good seeds are the sons of the kingdom. Na mbegu njema ni wana wa ufalme. If you could, you can revisit verse number 38. Naweza kurudia mstari wa 38. Yes, the Bible says that good seed are the sons of the kingdom. Biblia inasema kwamba mbegu njema ni wana wa ufalme. Matthew chapter 28 verse 19 to 20, the Bible says, Mathayo 28:18 hadi 20 nasema, verse 19 to 20, 19 hadi 20. and Jesus came and spoke to them, saying, Basi All authority has been given to me in heaven and on earth, verse 18. Go therefore and make disciples of all nations. Yesu akaja kwao akasema nao akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, Baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost, teaching them to observe all things that I have commanded you, and lo, I'm with you always, even to the end of the age. mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi, na tazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. So when we want to examine on the tares, Na tunapotaka kuangazia kuhusu magugu, the tares are the sons of the wicked one. magugu ni wana wa So Mungu. we have the seed, Na hivyo basi and now we are talking about the na tares. sasa tunaongea kuhusu magugu. The tares are the sons of the wicked one in verse 38. Kulingana na mstari wa 38, So magugu if you ni read wana wa Matthew 13 verse 41, Ukisoma hiyo Mathayo 13 mstari wa the 41, Bible says, Biblia inasema the Son of Man will send out his angels, ya kwamba mwana wa Adamu atawatuma malaika zake, and they will gather out of his kingdom nao watakusanya kutoka all things that offend, machukizo yote, and those who practice lawlessness. na hao watendao maasi. They are among us, but they won't deceive us. Na wako katikati yetu lakini So hawatakudanganya. I'm not worried about them. Na hivyo basi mimi sibabaishwi They nao. are among us, Wako but katikati they yetu won't deceive us. lakini hawatatudanganya. Hello. That's why the Bible says, Kwa maana Biblia my inasema people are perishing for the lack of knowledge. watu wangu huangamia kwa kukosa maarifa. The Bible says, Biblia inasema teach a child, train a child in the right way he should go. mfundishe mtoto So that njia sawa when he grow old, he cannot depart from it. ili anapokuwa asitoke katika hiyo njia. So the enemy, the sons of the enemies are within. Na hivyo basi wana wa So muovu pia wako katikati we yetu. need to raise our children in the knowledge of God. Na hivyo basi tunapaswa kuwakuza watoto wetu Because katika the maarifa. enemy here, you can see the enemy on the screen. Maana muovu ambao unaweza kumtazama The enemy who sowed them is the devil. muovu aliyezipanda zile mbegu If you read verse 39, soma mstari wa the 39, enemy is the devil. yule adui aliyepanda ni ibilisi. Matthew 4 verse 1 to 3. Mathayo 4:1 hadi 3. The Bible says, Biblia inasema then Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. kisha Yesu alipandishwa na Roho nyikani ili ajaribiwe na ibilisi. And when he had fasted 40 days and 40 nights, Akafunga siku 40 mchana na usiku. afterward he was hungry. Mwisho akaona njaa. Now when the tempter came to him, he said,
Mjaribu akamjia akamwambia, if you are the Son of God, command that these stones become bread. ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, amuru kwamba mawe haya yawe The mikate. first trial will be the last of the eye. Jaribu la kwanza litakuwa tamaa ya macho. Amen. Hello. Hello? Hello. Yes, it's the eye. Ni macho. Amen. Then the lust of the flesh. Kisha tamaa ya mwili. Then pride. Kisha kiburi cha maisha. You will have an ego now. Sasa Amen. utakuwa na kiburi. Ego is what, when I'm teaching about the category of demons, Wakati ninafundisha kuhusu in the deliverance, we always, the problem start with unforgiveness. Shida inaanzia kwa kutosamehe. No wonder Jesus talked about forgiving 70 times 7 in a day. Yesu akasema kwamba samehe mara 70 mara 7. Because unforgiveness will graduate to bitterness. Maana kutosamehe itaweza kuhitimu hadi even something which is simple, if you don't learn how to forgive, not a matter of sorry, no. It is real forgiveness comes from the heart. Maana msamaha halisi inatoka moyoni. Because if you don't forgive, it will graduate to bitterness. Maana kama haujasamehe itaweza kuhitimu. Let me tell you, if it advances to rebellion, then there is no return. That's why you can see divorce and all kind of separations. The Bible says we should forgive. Amen. Because we have got the sons of the wicked within us. And the first temptation is about our needs. Hello. Let us be strong in the Lord. Yes, let me explain about the harvest. The harvest is the end of the age. The harvest is the end of the age in verse 39. If you read Colossians chapter 1 verse number 13, yes, Colossians 1 verse 13, yes, the Bible says, I'm talking about the harvest. He has delivered us from the power of darkness and conveyed us into the kingdom of the Son of His love. Naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Salvation is about deliverance. Wokovu ni kuhusu ukombozi. It's not about you being told say this, say that, then people clamp. No, it is a transformation. Salvation is a process. Hello, it's not about saying I'm the president, I'm in Uganda, but I'm in Kenya. Hello. No wonder Paul is writing to the Romans that we are supposed to transform ourselves by renewing our mind. Delivered us is the one who can deliver us from the power of darkness and convey us into the kingdom of the Son. Revelation chapter 1 verse 9. I, John, both your brother and companion in the tribulation and kingdom and patience of Jesus Christ, was on the isle the isle that is called Patmos for the word of God and for the testimony of Jesus Christ. Mimi Yohana ndugu yenu na mwenye kushiriki pamoja nanyi katika mateso na ufalme na subira ya Yesu Kristo, na alikuwa katika kisiwa kitwacho Patmo kwa ajili ya neno la Mungu na ushuhuda wa Yesu. So an age na hivyo basi nyakati that will end with a great harvest ambayo itaishia mavuno makuu is identified elsewhere as the glorious coming and appearance of our Lord Jesus Christ. Inaweza kuelezwa mahali ni kwamba kujitokeza kwa Bwana wetu wa utukufu. If you read Matthew chapter number 25 verse 31 and 32, soma Mathayo 25 31 na 32, the Bible says when the Son of Man comes in his glory and all the holy angels with him, then he will sit on the throne of his glory. All the nations will be gathered before him, and he will separate them one from another, as a shepherd divides his sheep from the goats. 1 Timothy chapter 6 verse 14 and 15.
14 na the 15. Bible says that you keep this commandment without spot, Ya kwamba mkaweze kutunza sheria hii without spot, blameless, until our Lord Jesus Christ appearing, which he will manifest in his own time. He who is the blessed and only pontiff, the King of kings and the Lord of lords. 1 Timothy 6 verse 14 and 15. Inasema ya kwamba uilinde amri hii pasipo mawaa, pasipo lawama, hata kufunuliwa kwake Bwana wetu Yesu Kristo, ambako yeye kwa majira yake atakudhihirisha, yeye aliyehimidiwa, mwenye uweza peke yake, mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana. Yes, so let me now explain the reapers. Wacha nieleze kuhusu wavunaji. Now I'm coming to the reapers now. Ninataka niongee kuhusu The reapers are the angels. Wavunaji ni malaika. Verse number 39, reapers are the angels. Mstari wa 39, wavunaji ni malaika. 2 Thessalonians chapter 1 verse 7 to 9. Wathesalonike wa kwanza 1:7 hadi 9. And Matthew chapter 13 verse 49. Na Mathayo 13 mstari wa 40. Reapers are the angels. Wavunaji ni malaika. Now let me stress, Jesus is now stressing the main points of the parable. Yesu sasa anasisitiza manukuu ya mfano huu. When Jesus stresses this point, wakati Yesu anasisitiza neno hili in verse number 40, katika mstari wa 44, if you read verse 14, ukisoma mstari wa 44, therefore as the tares are gathered and burnt in the fire, basi kama vile magugu yakusanyavyo na kuchomwa motoni, yes, so it will be at the end of this age. ndivyo itakavyokuwa katika mwisho The wa problem of the tares will not be fully addressed until the harvest. shida ya magugu haitaweza kukamilishwa hadi wakati wa mavuno. This is done out of consideration for the good seed. Hii inafanywa kwa kuzingatia mbegu njema. If you read Matthew 13 verse 29, ukisoma Mathayo hiyo 13 but mstari he said, no, lest while you gather up the tares, you also uproot the wheat with them. akasema, la, msije mkakusanya magugu na kuzing'oa ngano pamoja nayo. Yes, because you might as well remove the good seed as well. Maana unaweza kutoa hata mbegu njema. So Jesus stresses the main points of the parable. Na Yesu anasisitiza manukuu ya mfano huu. If you read verse number 41, Ukisoma mstari wa 41, verse 41, the Bible says mstari wa 41 Biblia inasema that the Son of Man will send out his angels, mwana wa Adamu atawatuma malaika zake, and they will gather out of his kingdom all things that offend, nao watakusanya kutoka katika ufalme wake machukizo yote, and those who practice na lawlessness. hao watendao maasi. So you see, this is what is coming. Na unaona hii ndio inakuja. The Son of Man is going to gather. Mwana wa Adamu atakusanya. Hello. Hello. Amen. Amen. So we must be very, very careful. Lazima tuwe makini We sana. can change our destination Lazima when there is still time. hatima yetu wakati kungali na muda. Jesus stresses the main point of the parable. Yesu akasisitiza manukuu ya mfano huu In verse number 42. katika mstari wa In 42, verse number 42. katika mstari wa And I 42, will cast them into the furnace of fire. na kuwatupa katika tanuru ya There moto, will be wailing and gnashing of teeth. ndipo kutakuwako My kilio na brothers, kusaga meno. we are not talking about tears anymore. Wapendwa, sasa But hatutakuwa now kuhusu we are magugu talking tena. about people. Lakini sasa tunaongea kuhusu People watu. will be thrown into the furnace of fire. Watu watatupwa kwenye tanuru ya moto. Tears are only symbols. Magugu ni ishara. Don't forget what a parable is. Usisahau ni nini. A parable is an earthly comparison mfano with an ni heavenly meaning. ya ku- Now is the time to make a decision. Na huu ndio wakati wa kufanya uamuzi. The Bible says Biblia inasema in the book of Ephesians 5, katika Waefeso 5 verse 14, mstari wa that we are supposed to walk circumspectly, not as fools, ya kwamba tunapaswa but as kutembea kwa wise, hekima, sio kama wapumbavu, redeeming the time, lakini kama wenye because hekima these katika days mambo. are evil. Maana nyakati hizi ni za uovu. Hello. Hello. It doesn't matter
Haijalishi. Now COVID does not even spare the rich. Hivi sasa tunaona hii They COVID cannot now fly to London. Wale wenye mali Amen. hawawezi hata kusafiri kwenda ng'ambo. So Jesus stresses the main points of the parable in verse 43. Katika mstari wa 43 Yesu akasema, Then the righteous will shine forth as the sun in the kingdom of their Father. ndipo wenye haki watakapong'aa kama jua. He who has ears to hear, let him hear. Mwenye masikio na asikie. My question is, can we hear? Swali langu ni kwamba je, Can we hear when there is still time? Je, tuweze kusikia Can we spare? I know the day has got 24 hours. Najua siku ina That's masaa why 24. you hear us, being our neighbors, you hear us every morning. Wherever in the world. Majirani wetu mnatusikia kila Because asubuhi when they will release us to continue working, maana watakapo tuachilia tuendelee at one point I'm in Mwanza, I'm in Uganda, I don't even stay here. But this is the time that God allows us to have fellowship within the family. Lakini hii ndio wakati Mungu amefanya tuweze. The Bible says in Romans chapter 8 verse number 28 that all things work together for good to them that love the Lord. Vitu vyote vinatendeka kwa wema kwa wale. This is the time to make restitution, to repair all the broken, to repair the bridges in the family. Hii ndio wakati wa kutengeneza ama kuziba wanya. The first love, the love at the wedding day. Amen. This is the time. Ya kwanza ya harusi. Truth gleaned from the parable. Napata kwamba ukweli sasa Christ katika is long suffering. Yesu so Kristo you can grow. He suffered long so that we can grow. Aliweza Matthew chapter 13 verse 29. Ukisoma mstari wa 29. If you read 2 Peter chapter 3 verse 9. Ukisoma Petero wa pili, the Bible says, the Lord is not slack concerning his promise, as some count slackness, but is long suffering toward us, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Nasema kwamba Bwana hakawii kuitimiza ahadi yake kama wengine wanavyokudhani kukawia, bali huvumilia kwenu, maana hapendi mtu yeyote apotee, bali wote wafikirie toba. These are the truth we are gleaning from the parable. Na sasa hii haya ndio ukweli ambao tunapata. This parable does not preclude church discipline. Na hii mfano haijumuishi, yani if you read, you need to read Matthew chapter 18, 1 Corinthians 5, 2 Thessalonians chapter 3. Ukisoma Mathayo 18 mstari wa 15 hadi 17, wa Korintho wa kwanza 5. Yes, you really need 2 Thessalonians. You can read 2 Thessalonians chapter 3. Unaweza kusoma Thessaloniki wa pili mstari wa 3. Now as we are concluding, we are trying to glean some truth, some gold from this parable of the wheat and the tares. Kupata ama kuvuna vitu kutoka katika mfano huu. Yes, hello. So the kingdom is both present and the future. Ufalme ni wa hivi sasa na wa ujao. Yes, we have the present past aspect of the kingdom now. Because salvation, right now you are saved by grace through faith in Christ. But I want to tell you the real salvation is not yet. If you read Matthew chapter 24 verse 13, the Bible says, he that endure to the end, the same shall be saved. If you read Romans 13 verse 11, Paul is telling Romans to wake from their sleep. Because salvation is now nearer than when they first believed. Philippians chapter 2 verse 12 says that he's telling the Philippian saints to work out their salvation with fear and trembling. Peter, the man with the key, in the first epistle of Peter chapter 1 verse 5 says that we are kept by the power of God through faith until salvation is revealed on the last day. So, the salvation we have today is by grace through faith alone. And you must examine yourself every day whether you are still in the faith of yesterday. According to
katika imani. Corinthians. Kulingana na Wakorintho, Paul is fighting the good fight of faith. Paulo anapiga So, vita vyema the vya imani. kingdom is both present and future. Na hivyo basi ufalme ni wa hivi Verse sasa 41, na ujao. the Son of Man will gather out of his kingdom, Mstari wa 41 kwamba wana wa Adamu atakusanya out of his kingdom, to remove the tares out of his kingdom. ataweza kuwakusanya. So the kingdom is in existence prior to the end of the age, when the Son of Man comes with his angels. Na Amen. hivyo basi ufalme utakuwa wakati mwana wa Adamu So atashuka. that's na why malaika wake. when you are born again, you are added into the kingdom. Ndio maana Hello? unapozaliwa upya, But there is possibility that when he comes, he can gather you out. lakini kuna Amen. uwezekano anapokuja anaweza kukutoa nje. So the Bible says Na Biblia in inasema verse 43, katika mstari it is wa 41, after the harvest that the righteous will shine forth in the kingdom of their Father. ya kwamba ni baada ya So, mavuno, hapo ndipo wenye haki watang'aa kama jua katika Even ufalme wa Baba if yao. I'm not known today, Hata leo hii kama even if I don't shine today, hata leo hii nisipo but I work as when it's still daytime. lakini nitafanya Because kazi when the kwa bidii. night shall come, Maana usiku all of us will sleep, sisi wote and the spirit will be separate with the body. na roho The ataweza body will be kuungana na lowered. We will bury the dirt. tutapata ya All of kwamba us are dirt. tutaweza ku- All these things are vanity. maana vitu hivi Hallelujah. The spirit will go back to where it came from. roho atarudi mahali ulitoka. Yes, the truth we are gleaning from this parable Ukweli ambao tunavuna is kutoka that kwa mfano huu, one may be in the kingdom now, ya kwamba but not in the future. mtu anaweza kuwa katika ufalme sasa, Yes. lakini sio kwa wakati ujao. There are several, you can read chapter 13 of Matthew, 18, chapter 16. All these are displayed on our screen. Na hayo mafungo yote yanaeleza hivyo. Truth that we are still gleaning from this parable. Ukweli ambao bado tunapata kutoka kwa mfano A huu, place of punishment is the reward of the wicked. ya kwamba mahali pa hukumu ndiyo When you are added into the church, wakati umeongezwa katika you kanisa, need to take and do what it takes. lazima ukaweze kufanya yote yanayogharamika, Fight the good fight of faith. ya kwamba ukaweze kupiga I was reading Titus 2:11 in the morning. Asubuhi tulisoma Tito The 2:11 grace of God that bringeth salvation has appeared to all men. ya kwamba neema ya Mungu inafanya And wokovu this kwa grace watu wote. Na is neema hii teaching us to deny ungodliness. inatufundisha kukataa mambo It means, yote yasiyo ya like Mungu. Paul is saying, Jinsi Paulo anavyosema he do what he don't want to do. ya kwamba anajipata nafanya So tu yale it ambayo involves kuyafanya. denial now, Na hivyo basi lazima ukatae. because if you don't deny, you will do it. Maana kama hautakataa Because we utajipata have the unafanya. law that operate in our flesh. Maana kuna sheria ambayo inafanya kazi katika I always dunia. tell our fellow man, my brother, you are my fellow man. You see that Nawaambia wanaume wenzangu that when you change a man, you will change a marriage, ya kwamba wakati umebadilisha mwanamume and this umebadilisha marriage ndoa. will grow to a family. Na hii ndoa itakuwa mpaka katika And familia. this is what can graduate to a local church, Na hii ndio itaweza and the kujenga church katika kanisa will la be the kiroho. community, Na kanisa ndio and itakuwa finally the country. na kisha But the problem today, we don't target men. na shida leo hii I always say, we men, we are the problem. huwa anasema kwamba Hello. wanaume sisi ndio shida. We are the problem. Sisi ndio shida. Yes, when I'm doing counseling, I always tell men are the problem even before we start the case. Amen. Amen. Hello? So we must be very careful. Na hivyo lazima tujiadhari. Yes, we must check who do we associate with. Lazima tuangalie ni nani What kind of stories do we share? na ni mambo gani ama jinsi gani Because tunashiriki. somebody, I don't have time to talk. Let me stick to this because of time. Amen. Sababu ya muda wacha tu. Yeah, we have a program for men of valor. Yeah. Wakati wa neno vale. So, because you see, sometimes my wife Naona wakati loves. mwingine mke wangu She told me that my husband, since you started teaching about men of valor, training men, now even you've changed in a great way. akaniambia kwamba So, kutoka wakati ulianza mafundisho haya umebadilika kwa njia kuu. talking about who is why men, Na a man, unapohusu kwa nini a man of valor is a man of the word. mwanaume shujaa, 5 roles of a husband of valor. jukumu 5 ya mwanamume Yes, shujaa. why men don't attend churches. Hapana, kwa nini Men are not in the churches. kanisa? So no matter how you can feed my wife, but you cannot
implement it in the house. Na hivyo basi Amen. hajalishi jinsi utakavyomlisha, lakini So- katika nyumba hawezi kufanya hivyo. So you see, men should hear twice than my wife, because I am the priest at home. Wanaume Amen. wanafaa So men should be at the forefront. hao ndio makuhani nyumbani. Because when I love my wife, then definitely my wife will submit, Wakati nimempenda mke wangu and children will follow. na watoto So men are the problem. na hivyo basi wanaume ndio Hello? No. Because just like Jesus loved the church, jinsi ambavyo we are supposed to love our wives. tunapaswa kuwapenda wake zetu. Hello? Amen. 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 So yes, are you good? Are you good soil? Je, wewe ni Are you the seed? wewe ndiwe mbegu, Yes, that's my conclusion. na hiyo ndiyo mwisho wangu. Yes, are you the good soil, Je, wewe ndiwe or are you the seed? ama wewe ni mbegu? This is the time we need to check. Hii ndio wakati ambao tunapaswa You need to ask yourself a question. tunapaswa kujiuliza swali. I'm sorry because we are late with 15 minutes. Naomba We msamaha. always end our service at noon, Huwa tunamaliza by saa 6 but we start at 10:30, latest 10:45. na tukianzia So, 4:45. Let's bow for a word of prayer. Wacha tu kufikia hapo. Father, in the mighty name of Jesus, Baba, katika jina la Yesu Lord, we thank you for the wonderful name which above other name, tunakushukuru kwa jina the name which was revealed by prophet Isaiah in Isaiah chapter 9 verse 6, jina lililoweza that unto us a child is born, ya kwamba kwetu mtoto amezaliwa, unto us the son is given, kwetu mwana the tumepewa, government will be upon his shoulders, utawala utakuwa begani his mwake, name shall be called Wonderful, ataitwa his Ajabu, name shall be called Mighty God, ataitwa Mungu mwenye Everlasting Father, Baba wa milele and Prince of Peace. na mfano wa amani. Lord, I know where there is no peace, Baba, ninajua mahali you are absent. wewe hauko. Just like Romans 14 verse 17 says, Jinsi Warumi that the kingdom of God is not about meat and drink, kwamba ufalme wa Mungu but sio the kula na kingdom of God is about kunywa, righteousness, bali ni kuhusu haki, it's about peace, it's about joy in the Holy Ghost. I pray for our members who have attended this service. I pray for the listeners. I pray for our neighbors. I pray for this our county, country Kenya, the continent of Africa, and the world at large. Lord, I pray for the government, the leadership in place. Lord, may you give them wisdom. Lord, during this difficult time, we want to remember those who are in hospitals, those who are traveling and considered as essentials. Lord, may you reach out and help them. The security officers, Lord, I pray for them. May you help us, Lord. Lord, the inmates, wherever they are, just like Paul is saying, we are also servants. You are servants for your own glory. It is time for us to decrease so that you can increase in our life. Forgive us, Lord, because in your Lord's Prayer, it involves you being our daddy and we being your children. Lord, you came unto your own, but your own receive you not. And to them that receive you, to those who are receiving even now, you are giving them power to become sons. Lord, we refuse the form of godliness without the power thereof. I refuse it in the name of Jesus. The Bible says that the apostles had to wait for the Spirit. The reason for the Spirit, because of the power. It is the transformation power. It is the delivering power. It is the healing power. Lord, it is the power that can restore our marriage. It is the power that can restore our country. Lord, we love you. We thank you. Thank you for this service, Lord. Because if you allow your name to be thine, your kingdom, peace, joy, righteousness come. And that is when your will can be done in our land. And if your will is being
done, Lord, wakati mapenzi yako then yanatendeka, we are now capable na sasa of tunaweza asking whatever we want, na kuomba chochote of placing our petition, Lord, na kuweka of mapenzi our yetu daily mbele zako, bread, King of glory. wakati wetu wa kila But siku. let us not forget, Lakini tusisahau Lord, forgiveness. msamaha, Because unless we forgive those who trespass against us, maana kama they tutawasamehe are wanaotukosea, trespassing because of your reign. They are trespassing against us because it's your will being done in our lives. They are trespassing, Lord, because of your manifestation. Lord, allow us, give us the hindsight. Give us the spiritual discernment, Lord. They wrong us, Lord, because of the mercy upon us, because of the grace that we access. sababu ya neema ambayo Lord, we love you, we thank you. tunakupenda, Because if you forgive, maana if we forgive, baba tunaposamehe, then we are also going to be forgiven. hata nasi tutasamehe. And that is the only way. We are not going to be led into temptation. And if we are not led into temptation, we receive our deliverance. Because the kingdom is yours, Lord. The power to be right and to live and to enter into the kingdom is yours. And once we belong to the kingdom, all glory return to you. For it is in Jesus' name I pray. Amen. May the grace of our Lord Jesus Christ, the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen.